Siku zote unaambiwa kwamba chaguo lako uliolichagua baki na chaguo lako. Mwanamke uliompenda usisikilize majirani zako. Ukisikiza majirani utamwacha mtu unampenda afu baadaye utabaki na majuto. Kwa Simba ni kama mke wako. Mimi Simba ni kama mke wangu. Okay. Yaani na mke wangu ambaye niliompenda katika moyo wangu wa dhati. Kwa hiyo kumwacha ni kama historia. Ya itokee tu kwamba labda ni kifo kitutanisha. Lakini mimi Simba kuiacha siwezi kuiacha. Yani hata wasemeje siwezi. Yes. Sawa, Malaika, nataka tufahamu mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye klabu yenu, hususan wewe kama shabiki. Hivi ni shabiki ni mwanachama? Mimi ni shabiki. Okay. Ni shabiki. Unajua kwenye klabu ya Simba watu ambao wenye kadi za wanachama ni wachache sana. Hujapata? Mimi bado sijafanikiwa kupata. Kila ilipo Simba upo. Kwa sababu ni tayari kwamba ili uweze kuwa mwanachama lazima uwe kuwa mshabiki. Yeah. Yes, kwa hiyo kwamba mimi hapa sasa hivi ninastahili kuwa mwanachama kwa sababu na light kama kadi zingekuepo zipo, ina maana mimi mpaka sasa hivi ningekuwa ni mwanachama halali wa klabu ya Simba. Lakini nimeona kama mlipata mdhamini ambaye ni kampuni of course ambayo itakuja kutengeneza kadi za wanachama. Kwenye huo mchakato vipi tutegemee kukuona? Yani tangazo la utoaji wa kadi za wanachama siku ya kwanza watakayotangaza, na mimi naamini nitakuwa mtu wa kwanza kwenda kuchukua kadi. Kwa sababu hata kwenye tawi langu na pia nimewaambia kwamba mkisikia tu basi mimi ni wa kwanza kupewa kadi, kwa sababu miongoni mwa mshabiki ambaye nahitaji sana niweze kuwa na kadi ni mimi, kwa sababu nakosa haki yangu. Haki gani? Tuanzie hapo. Haki gani unakosa kama shabiki? Ninaposema nakosa haki yangu, nakosa kuhudhuria kwenye vikao muhimu vya Simba. Ambavyo ni vikao vinaweza kumchagua mwenyekiti, vikao vinaweza kuwachagua wajumbe, lakini vikao vya endelevu vya kujua taarifa mbalimbali za klabu yako ya Simba, muendelezo wa klabu yako. Lakini si unaletea viongozi ambao wanataka hata nao kuwakilisha? Sasa hii neno kuwakilisha ndio inakuja kututokea puani. Unajua kwamba unayemwagiza mtu akuwakilishe, je, huyo mtu ana msimamo? Kuna watu ambao wana msimamo. Yes. Unaweza ukamwagiza mtu akuwakilishe, kumbe yule mtu yuko kimaslahi zaidi. Kama nani? Akivutwa akifinyiwa basi shughuli hakuna. Kuna watu wanapewaga. Sasa okay, swali moja nikuulize. Kimfano leo hii unampa mtu akakuwakilishe saa GB 64. Yaani ndo kabisa ndo mkabidhi kwenye mkutano. Kwenye mkutano bwana GB na kuomba ukaniwakilishe, hakikisha unaenda kumchagua kiongozi aliyekuwa bora. Yaani nakwambia kabisa anakuletea bora kiongozi. Kwa nini? Kwa nini? Yaani hauna imani kiasi hicho na GB? Yaani kwa nini sina imani na GB? Kwa sababu tayari wameanza kuonyesha wenyewe mapungufu aliyokuwa nayo. Unajua GB ni baba mkubwa sana. Kiumri kimaanisha. Lakini sasa mambo anayofanya hayaendani na umri wake. Kwa nini? Tumeona juzi kati hapa watu wanalia na Mangungu kwamba Mangungu kuna mambo ambayo yako sawa. Wao kaibuka wasema Mangungu mitano tena. Kwa sasa wanaposema Mangungu mitano tena hawatupi sababu. Wewe unaamini kwamba GB hayupo sawa lakini upo sawa? Mimi niko sawa. Yes. Mimi niko sawa. Kwa sababu hata mchakato wao wa kwenda kufinyiwa, walivyoenda kufinyiwa hata mimi pia nilitwa. Usiniambie kwamba unachomaanisha, nadhani unajaribu kuniambia ile press ambao waliita waandishi habari wakamkataa Mo, alafu akasema Mangungu mitano tena. Yes. Walifinyiwa? Walifinyiwa. Walipewa chochote kitu? Walifinyiwa kabla ile press. Kama siku 8 zilizopita walifinyiwa, waliitwa sehemu wakafinyiwa kina. Yaani walipewa pesa. Unachotaka kumaanisha? Pesa. Yaani ukisikia hapa mjini uneno kufinyiwa, sio kufinyiwa umefinyiwa kocha. Sio wote bonia hii. Yaani umefinyiwa pesa. Okay. Lakini cha ajabu kufinyiwa pesa ndefu, ni pesa ndogo sana ambayo haikustahili wao kusimama na kusema Mangungu mitano tena. Lakini pia hakustahili kabisa. Una ushahidi gani kwamba walipewa hela ndo akaenda kuitisha ile press na kuweza kusema vile ambavyo aliongea? Sababu ushahidi ninao, na ndio maana baada ya kuitisha ile press kumwataki tajiri na kusema tajiri hafai, wao wakati wanaitisha ile press kauli zao walisema wamesikiliza upande mmoja ulikuwa ni shida kupatikana. Sasa unajiuliza swali moja tu.
katika wale wote kikundi chote ambacho kimekaa pale kwenye ile press. Sawa. Mwenye kadi mwanachama halali wa klabu ya Simba alikuwa ni huyu mmoja tu ambaye ni Mnandi Junior. Mnandi. Kwa sababu pale alikuwa mchungaji wa Simba, alikuwa JB, alikuwa Dr. Mo. Ana kadi. Hana kadi ya wanachama. Yaani wote wale kadi za wanachama hawana. Sasa kama watu wote hawana kadi za wanachama, wanasemaje kwamba walisikiliza upande mmoja? Upande wa pili ulikuwa ni mgumu kupatikana. Wao kama akina nani? Kwamba walisikiliza upande wa nani? Ana upande wa Simba sasa. Mama upande wa Mangungu. Ila upande wa mwekezaji walisema walikuwa ni ngumu kupatikana. Sasa kuna swali kama wewe kidogo hata shule ukao hujaenda. Wao kama akina nani katika uongozi wa Simba? Wanachama waliomchagua Mangungu walikuwa 1000 kama na 16 hivi. Kwenye mkutano ulioitisha tarehe 30 palikuwa wanachama 900 kama na something hivi. Ina maana wale kwenye mkutano wale ndio walikuwa na mamlaka na uwezo wa kutamka kauli yoyote juu ya safari yao ya klabu ya Simba. Ila jambo ni kama lilikuwa na utata, maana niliona alivyozungumza pale, lakini uongozi wa Simba ulikuja na barua, lakini wewe binafsi niliona pia ulizungumza kutokana na kile ambacho walizungumza wenzio kina Mangungu, Dr. Mo mchungaji pamoja na JB64. Ni kama ulipingana nao, wakaja tena wakakujibu. Kwani ilikuwaje? Ni kuna jambo gani hapo katikati linaendelea? Kwa sababu walifanya makosa makubwa. Ya kwanza walianza kurekodi clip wakiwa Dodoma. Wakasema Mangungu mitano tena, Mangungu apepewe. Dodoma alipelekwa na nani? Dodoma. Sasa hiyo Dodoma walienda kwa ajili ya kile kitaasisi chao. Sawa, cha influencers. Kitaasisi chao cha influencers. Kwa sababu ukiangalia influencers ambao wao wanasema ni taasisi ya influencers. Influencers ni watu maarufu. Watu ambao wenye ushawishi mtandaoni. Lakini ukiingia sawa. Kwani Dr. Mo hana ushawishi? Mwingine JB64? Mwingine anaimba sana. Si ndo tayari mwingine na mchungaji wa Simba. Mchungaji wa Simba bado hajafika hiyo level. Lakini kidogo. Lakini ukiangalia watu wote ambao influencers ambao ndio wenye power. Sawa, wa Yanga na wa Simba, akina Fomao, akina Gudianga wote hawapo. Akina Malaika wa Simba hatupo. Sawa. Kwa hiyo maana yake nini? Ni maana nimesema kitaasisi chao huwa ndo walienda kule na walienda kwa ajili ya kucheza mechi na wabunge. Sawa. Kwa hiyo walirekodi ile clip. Baada ya kurekodi ile clip, kiuhalisia kwamba hata mimi walinichifua. Unajua ya kusema Mangungu mitano. Unajua nakuja kuangalia kwamba Mangungu amekuwa ana mwendelezo wa kutudanganya. Tarehe 30 akasema tarehe 5 ya mwezi wa kwanza kadi rasmi zitaanza kutolewa. Alisema haijalishi jambo litakuwa limekamilika au halijakamilika, kadi zitaanza kutolewa. Imefika tarehe 5, imepita cup. Sawa. Lakini mwendelezo mbaya wa timu yetu, performance yetu mbaya, michuano ya ubingwa tumetolewa kwa aibu. Ubora wa Simba tuliokuwa nao, sawa, sisi nafasi namba 5 barani Afrika, na na safari tumelala hiyo na 25. Sio mwadhuri. Kwa hiyo Simba wakati huo bado akina Mangungu wanafanya utoaji wa wachezaji kiolela, timu haieleweki, sawa. Tunapata performance inakuwa ni mbovu. Baada watu wadili kusema Mangungu tuambie, na Mangungu haja kuongea. Ukimuuliza swali anakuambia kwamba kwani mimi ndo nayacheza. Sasa watu tunahitaji matokeo mazuri. Unajua kumradhi mwandishi. Sisi mashabiki. Furaha yetu ni moja tu. Ni kuiona klabu yetu ya Simba ikipata matokeo mazuri. Hiyo ndio furaha. Tutanunua jezi kwa gharama yote. Tunanunua tiketi ambayo ni viingilio, tunatumia nauli. Bahati mzuri kimfano kama mimi sijai kusupport na mtu yote. Sio mwadhuri. Lakini jezi si viingilio natumia gharama zangu mwenyewe. Sasa Simba inapofanya vibaya, alafu tena kuna watu wanaibuka kusema kwa Mangungu mitano tena. Mangungu huyo mitano tena toka ameingia Mangungu nawakumbusha. Ameingia Simba, amekaimishwa baada ya kufa Aspo 2021. Sawa, 22 uchaguzi ukafanyika. Toka ameingia yeye hatuja kumfunga Yanga. Tulimfunga mechi moja tu kwenye ngao ya jamii. Kwenye ligi hatujamfunga. Tumemfunga mechi moja tu Yanga kwenye ngao ya jamii, ilikuwa
ambaye ni Kibnesi alifunga goli. Ilikuwa ni Kigoma ile. Ilikuwa Kigoma ilikuwa gani Tario Lwanga alikuwa sio ngawaje ilikuwa hapo Tanga. Ilikuwa Tanga excuse. Toka mechi hiyo sisi hatujamfunga Yanga kwenye ligi, mechi zote hatujamfunga. Sasa Malaika, mimi ninachotaka kufahamu, kumfunga Yanga na Mangungu inahusiana vipi? Tunaposema Mangungu maana yake ndio bosi. Unajua yeye ndio mwenyekiti, amechaguliwa na wanachama, kaaminiwa na wanachama, aende akaisimamia hiyo taasisi. Maana yake nini? Tukawachagua na wakawachagua na wajumbe. Wajumbe wale wanne ni kwa ajili ya kumsaidia, wafanye kazi kumsaidia mwenyekiti. Chochote kile, ninukuni hapo, chochote kile kwa cheo alichokuwa nacho, kwa maana mimi sio mtu wa bea jioni, maana elimu ninayo. Nafasi aliyokuwa nayo mwenyekiti, chochote kile kwenye taasisi ya Simba akiwezi kufanyika pasipo mwenyekiti kufanyaje, kupewa chochote kile kama kipi sasa? Maana haijalishi iwe usajili. Okay. Hata kama bodi, upande wa bodi wakitaka kufanya usajili, wao kama wao ni lazima mwenyekiti ambayo anasimamia taasisi. Lakini wanasema kwamba uongozi wa Simba haupo smart ukitofautisha na Yanga. Nitakupa mfano. Ni kweli. Wanasema Yanga wakimtaka mchezaji Hersi atasafiri au atafuatilia mchezaji, yaani ataenda mtu mmoja, atamfuata mchezaji, atakamilisha usajili, ataletwa. Lakini Simba wakimtaka mchezaji anaweza akapigiwa simu na zaidi ya viongozi wawili watatu tofauti. Kwa yani ile issue inakuwa ipo chini ya watu wengi kiasi kwamba nakuja hata maamuzi inaweza kufikia tumuache kama ilivyokuwa kwa Bala Conte. Lakini pia unaweza kukuta mpaka wale wanaomiliki mchezaji sasa naona kama hii ni timu ama ni matapeli. Ndio ambacho kinaiangusha Simba na wanavyosema wenyewe, lakini wanaojua mpira wao. Hasa unavyosema Mangungu, na ukija ukiniambia tena tangu Mangungu amekuwa kiongozi Simba amefungwa, hajawahi kushinda dhidi ya Yanga, tofauti na hiyo ngawaje mimi kidogo unaniweka ni njia panda na shida kuelewa. Njia panda ipi mwandishi? Njia panda ipi mchambuzi? Yani Mangungu ni kiongozi. Usajili umeshafanyika ambapo wanakamatia wanajua au kuna mtu wa scouting, si ndio? Kuweza kukamilisha usajili. Sasa wanaocheza katikati ya uwanja ni wachezaji. Wanaofundisha uwanja na wachezaji ni makocha. Mangungu yani anahusikanaje hapo kwenye kufungwa 5? Yani ndio anachokitaka kujua hicho. Hivi unajua kupewa dhamana ya yani wewe kuwa in charge wa kampuni. Nakuelewa. Yani kampuni itakavyokuwa inayumba kuwa hali ya kawaida, ni nani ambaye anayepaswa kulaumiwa? Kwa hiyo kuna mtu mwingine kitu akizungumza, hebu mtafakari kwanza, pia muulize swali ili akujibu vizuri. Tunaposema kwamba Simba kinachotugharimu kwa hao waliosema ni issue ya katiba. Katiba yetu ina kategori 2. Okay. Hiyo ndio shida ambayo iliyopo. Ambayo ni katiba hiyo hata Yanga Afrika walikuwa nayo. Lakini baada ya kupitia shuruba kubwa wakabadilisha hiyo katiba. Okay. Simba katiba yetu ina mgawanyiko, ina upande wa mwekezaji, ina upande wa wanachama. Sasa upande wa wanachama na bado upande wa Simba yenyewe. Na ndio maana unakuta kwamba akina Dr. Mo walivyosimama na kumwataki Mo kusema Mo hafai kisheria. Sasa kisheria ingelikuwa kama Mo Dewji au Magoli wana roho mbaya, wale walipaswa kwamba kamati kwamba kabisa, yani kwamba washtakiwe, sheria ifuate mkondo wake, kwa sababu sisi wanachama tuna mpaka kwenye katiba. Hatupaswi yani sisi hakuna kipengele ambacho kinatuambia sisi tunaweza kuvuka kwenda kumwataki mwekezaji. Sisi mashabiki ambao sio wanachama tunaengwa kwenda kulalamika upande wetu. Tukilalamika pale, yule ndo anafikisha katika sehemu husika. Sawa. Lakini kama tunalalamikia sehemu husika kama inafikishwa afu hapo kimya, sisi tuna uwezo kusimama na kumwataki mwenyekiti. Kwa hiyo bado ana deni na wanasimu. Sio mwanzo. Kwa hiyo yani in short mwenyekiti yani hana sehemu ya kukwepea. Bado ana Simba mna deni naye. Lakini mimi najiuliza kwa nini Simba mkishinda ni amkumbukagi kabisa ni Mangungu. Kifungwa tu utasikia Mangungu afai, Mangungu vibao amekula hivyo. Na sasa nikuuliza swali. Wewe hapo nyumbani kwako mtoto yani kwamba mtoto wako akilala na njaa ataongea kauli ipi? Atakufurahia mamake? Akufurahi. Lakini akishiba, si daddy, si mami, ziko nyingi sana. I love you mami. Yes, maana yake nini? Kwamba sisi wanachama, sisi mashabiki
furaha yetu kuiona Simba ikifanya vizuri, ikipata matokeo yaliyokuwa bora, ili tupate kulala usingizi mzuri na pia tuweze kujichanua huko barabarani na kuvimba. Sawa. Basi Malaika, tukiachana na hilo, tuzungumzie kwenye mechi za CAF ambapo tayari tumeshatolewa timu zote za Tanzania. Tugusie Yanga, wanasema uongozi wao ni mzuri. Na pale ambapo umeonekana uongozi wa Yanga ni mzuri, lakini hawajaweza kwenda hatua ya robo finali, na ni misimu miwili hapa. Lakini tukija kwa upande wa Simba pia, uongozi wao ni kama kidogo sasa hivi hauko sawa, hata nje ya uwanja tunaona yani kuna kama mvutano. Je, kati ya hao wawili aliyefeli ni nani? Ni Simba yenye uongozi mbovu lakini wameshindwa kufika pale, lakini au Yanga yenye uongozi mzuri lakini wameshindwa kufikia hatua zaidi hapo? Nani ambaye amefeli? Na je, kufika robo finali ni mafanikio? Unajua swali lako unataka kuniambia kwamba aliyokufa kwa ajali ya bodaboda alafu na pia aliyokufa kwa kuumwa na vidonda vya tumbo, eti ni nani hapo ambaye kidogo alikuwa na afadhali? Yani kwa sababu labda nikuongezea swali, wanavyosema pengine Simba imekwamishwa na uongozi. Labda mambo angekuwa sawa, ungeweza kumuona labda ameweza kuvuka. Ni sawa. Swali lako ni zuri, ndio maana nimekupa ule mfano kwamba wote tumetolewa kwenye hatua hiyo, na wote tumetolewa kwa sababu ya namna ya mipango. Unajua michuano ya klabu bingwa Simba pamoja tuna uongozi mbovu, ila ile michuano sisi tuna uzoefu naye sana, na hata viongozi hao wabovu sawa wanaijua sana ile michuano sawa. Kwa hiyo ndio maana unajikuta Simba katika michuano inakuwa tofauti kabisa na michuano ambayo ya ndani ya ligi ya ndani. Hata Young Africa yeye ana ubora sana katika ligi ya ndani kabisa, yani ana ubora sana, lakini bado hajauhamishia ubora wake kwenye michuano ya klabu bingwa. Na kwa nini? Kwa sababu Yanga bado uongozi hawajajua namna ipi ya kuweza kuicheza ile michezo ya klabu bingwa. Uongozi wa Yanga. Yes. Engineer ni miongoni mwa kiongozi bora sana. Na ni kiongozi ambaye iko vale, yani kwamba ana akili sana. Lakini kwenye swala la kuvuka siwezi kumlaumu sana kwa sababu za msingi. Yeye msimu wa mwaka 24-25 alisema kwamba anahitaji Yanga inaingia hatua ya makundi. Ndio kauli yake. Yaani ndio kwa malengo yao. Yes, ni malengo ya klabu ya Yanga. Na ni kweli Yanga ilivuka ikaingia hatua makundi. Lakini hatua makundi walishindwa kuvuka kwenda robo finali, lakini tayari malengo ya engineer tayari yashatimia. Lakini pia hata 25-26 naye pia ameibuka na pia kusema kwamba malengo yetu tuhakikishe kwamba tunafika kwenye hatua ya makundi. Tuwe na mfululizo, kauli yake alisema tuwe na mfululizo, tuwe na uhakika kuwa kila tukiingia tunaweza kufika hatua ya makundi. Na ni kweli alichokinena ndipo kilichotokea. Sasa kilichobakia sasa hivi engineer ni aache kutumia hiyo lugha ya kujinenea maisha mafupi. Sasa wanapaswa Yanga wajinenee kwa maisha marefu ili wapate kufanikiwa. Wanatakiwa na ndoto za mbele zaidi. Yes. Kwa hiyo robo finali ni mafanikio makubwa sana. Makubwa sana kwa sababu kama bingwa leo hii Simba tunaonekana tulikuwa nafasi ya 5 kabla msimu huu, sasa tuko nafasi ya 5 barani Afrika michuano ya CAF, kwa sababu moja tu tulikuwa na ubora mfululizo kuingia robo finali. Yaani sisi ndani ya misimu minne yote tumeingia robo finali. Kwa hiyo ni mafanikio. Kwa hiyo ni mafanikio kwa sababu kwamba tayari yametutoa katika tuko nafasi ya 20 tumerudi paka nafasi ya 5. Lakini bado unapata na pia tenda kubwa. Leo hii tunaona kina Jeruti wanaikimbilia Simba kwa spidi. Unafika sababu gani? Kwa sababu ya nini? Ule ubora wa kimataifa. Kwa hiyo wanajua kwamba hata tukiwekeza pesa kiasi gani pesa zetu zinafanyaje? Zinarudi. Kwa hiyo ni kuwa bora kimataifa ni bora zaidi kibiashara. Wewe kama shabiki wa mpira, yani ukipewa option mbili uchague moja. Timu yako ichukue ubingwa wa ligi kuu ama timu yako ifike finali ya CAF lakini isichukue, yani ya klabu bingwa sio shirikisho, isichukue kombe.
Kwako kama shabiki unahisi ni yapi yani mafanikio zaidi? Hilo yani nianze kucheka alafu nitakujibu. Maana hapo kwanza nicheke. Hilo swali lako la kizushi kweli kweli yani. Na uko vizuri? Uchukue kombe la ligi kuu ama ufike finali ya klabu bingwa barani Afrika? Unanichosha kweli kweli. Hata nikiwa kipofu, nikiwa kiziwi. Lakini ni ukaniandikia tu, sawa, ukanipapasia kati ya finali ya klabu bingwa na pia kombe la NBC. Kiuhalisia ni bora nifike finali, sio finali, umeenda mbali, nifike nusu finali. Yes. Na njaa. Yaani ni bora nifike nusu finali klabu bingwa. Unajua kila hatua ya kwenye klabu bingwa unayoingia kuna mzigo unakuwa ni mkubwa kweli kweli. Okay. Pesa ukiingia robo finali, pesa mnayoipata. Hii kombe letu hapa ambalo kwamba tunapigana tunaloga, najua shida Tanzania mpira upo na uchawi upo. Sawa. Yani tunapouana huko unakuta kombe thamani yake hata B1 haifiki. Lakini ukifika nusu finali maokoto hapo. Lakini ukiingia robo finali una takriban ya B2 ukiingia nusu finali. Usiendelee. Kwa hiyo maana yake nusu finali ni bora zaidi, lakini finali ni bora tu tunaingia tu finali tusichukue kombe. Sawa. Alafu kuyanga hao ndugu zetu nyuma mwiko wao wachukue tu kombe la NBC. Nijitoa muhanga sana. Yes. Leo hii Simba kombe la ndani tushachukua yote haya makombe tushachukua. Umebaki tu kafu. Sasa kilichobakia sisi ni kuchukua kombe la kafu. Leo hii na hata Yanga mimi nawashauri Engineer S aache kufocus huko ndani, kuna mchelewesha. Afocus kule. Ili misimu unayokuja basi nchi hii naye pia kwamba heshima yetu irudi. Unajua msimu huu heshima yetu yani imepotea kiuhalisia. Kabisa. Tumeingiza timu hizi 4, shirikisho 2, klabu bingwa 2. Lakini zote tumeshindwa kuvuka kwenda hatua ya robo finali. Ni aibu kubwa sana. Pole sana. Sasa tuame kwenye dabi. Hii ni wiki ya dabi. Jumapili pale Zanzibar kitawaka. Kubwa zaidi kwenye dabi tumeona mambo yanayoendelea. Wewe mwenyewe ni shahidi ukipita pita unaona. Sasa mashabiki wa Simba nao yaani tuseme wana Simba. Sema kwa nini dabi pelekwe Zanzibar? Yaani wengine wakisema pia hawaamini kwamba kama Simba ana bahati na Zanzibar. Yaani mambo yamekuwa ni mengi. Hebu zungumza wewe kwanza kama shabiki. Alafu ndipo tutaendelea kuzungumzia mambo mengine. Mimi naweza nikalaumu kwa kwenda Zanzibar kwa sababu tu moja. Ni hiyo ni dabi. Ni dabi yani katika nchi mchezo wa mpira ambao mechi pekee ambayo kwamba Watanzania wote na duniani kote walipo wana Simba. Duniani kote walipo na Simba. Ni mechi pekee ambayo huwa wanaisubiria kwa hamu sana ni dabi. Mtu mwingine anachanga shilingi 1,000 akijua akiambia tu dabi mwezi wa 3 ana miezi 2 mzima anachanga shilingi 1,000 anajua ni dabi wapi? Dar es Salaam. Kwa ajili ya anapanda basi moja tu. Akitoka Mwanza basi moja. Akitoka Kigoma basi moja. Akitoka wapi basi moja. Kwa hiyo ashapiga mahesabu yake na bajeti yake. Anajua bajeti yake. Lakini leo hii unaposema mechi iko Zanzibar unamrudi yani unamkwamisha kwa asilimia kubwa sana. Kwamba haje Dar es Salaam tena ashuke achukue boti. Ni nauli nyingine ambayo inafanania na nauli ambayo ya basi. Maana yake ni kuwakatili, yani kuwafanyia ukatili mkubwa. Bado achukue hoteli. Na Zanzibar ni kisiwa cha kitalii. Pale hakuna guest. Zanzibar hakuna guest. Zanzibar kuna hoteli. Sawa. Hoteli zake umelialia ni 40,000. Na ndio maana watu wengi tukiendaga Zanzibar tunaishia kulala kwenye mabaa mule, tunakesha, tunachukua tunakeshaga. Gharama ni kubwa. Ni gharama kubwa sana. Wewe una laki yako moja toka Zanzibar. Kwa hiyo Yanga wamefeli kupeleka mechi ya dabi Zanzibar. Sijajua. Kwa sababu wao ndio wamechagua kama wenyeji wa mchezo. Wao wanaamini. Unajua shida ya Young Africa wao na pia wana falsafa yao. Hatuwezi kuwalaumu sana. Ila sisi tunalaumu na pia tunalaumu bodi ya ligi. Sawa? Kwa hicho kitendo ambacho kifanya. Lakini Yanga huo mchezo ni wao, nao pia wana mamlaka ya kuchagua wapi uchezwe. Mechi yao ichezwe. Unaona hicho kitu hicho? Yes. Kwa hiyo
ila wao tu wangetumia ubinadamu kwa ajili ya kuwafeva watu wao nao pia wapate kiingilio kimoja. Uwanja wa Zanzibar ni sawa, tuna uwanja wa Samuel wachache, sawa, ni watu wachache sana ambao hiyo mechi wangelazimisha ichezwe hapa. Kama ni tarehe moja wanasema pana siku ya siyo, kuna mashindano ya Qur'an. Sasa kuna kitu najiuliza swali, bodi ya ligi kati ya ratiba mashindano ya Qur'an na ratiba ya dabi ya Kariakoo ipi ilianza? Sijui. Okay. Yes, lakini kama pana mashindano ya Qur'an, kwa nini mashindano ya Qur'an yasipeleke tarehe 2 au yarudi kwenye tarehe 30? Alafu dabi ichezwe tarehe 1. Dabi ichezwe tarehe 1. Mwezi una siku 28 sasa. Yes, basi hiyo siku 28 ndio tunasema tarehe 30 kwa sababu kwa ratiba ndani kwa siku 28 ambayo ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo maana yake palikuwa pana uwezekano. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kiwalisia kwamba dabi kwenda kule wametukatilia sana. Mbona wanasema kama Simba wanalalamika hivi kuna namna fulani hivi kama wanataka kukimbia tena dabi, yani wameshaingia uoga, ogopa kufungwa mara ya 7 mfululizo. Sikudanganye mtu. Sio kwamba mmeogopa dabi. Sikudanganye mtu. Hakuna kiongozi pale sasa hivi ana akili nyingi sana. Nani? Amepewa mamlaka, anaitwa Magoli. Festus Magoli. Magoli ana akili nyingi sana. Yaani yule Magoli nikupe tu taarifa. Magoli ameanza kutengeneza zile tunaita ni mbinu za kimchezo. Sawa. Alafu utakuwa na D2 wewe. Hivyo tu. Yaani kwamba zile ni mbinu za kimchezo. Unaona kwamba sasa hivi bado watu propaganda zimetengenezwa mzuri sana. Kwa hiyo unataka uniambie zote ni propaganda? Unaona wamepaniki, wameshapaniki tayari. Msemaji wao na pia amepaniki. Anaenda kushindana na yule mzee ambaye ni baba yetu, ambaye sasa hivi yule ni genius, ni kiongozi mkubwa nchi sasa hivi. Nani? Haji Sande Manara. Ugati. Malahaba. Mheshimiwa diwani. Malahaba. Wa Kariakoo. Yaani ni diwani wa Kariakoo. Ndio sehemu yenye kila kitu. Dar es Salaam. Tanzania. Kwa hiyo kwani yale mashindano ni ya Haji na Kamwe? Kwa sababu nimeona yani ukija Ahmed Ally anaongea hivi, ukija Bugatti anaongea hivi, ukija Ali Kamwe naye anaongea hivi. Tumuelewe nani sisi? Bugatti yengo aliyokuja nayo mpaka kazua yote alisema kama ambavyo umezungumza kwamba ni kuwatesa mashabiki. Yes. Ukiangalia gharama, lakini pia ukiachana na mashabiki, kuwatesa viongozi wenu na wawekezaji kwa sababu ya gharama za hoteli, kusafirisha timu, lakini pia mashabiki kuna gharama ambazo hawezi kuziafford. Wao kama mashabiki, kama hoteli, viingilio, nauli, watu wametoka mikoani. Tuseme mtu ametoka Kigoma aje Dar es Salaam, atoke Dar es Salaam aende Zanzibar. Maana bajeti yake imeharibika. Kwa maana kwamba akasema inawezekana pia isiwe na mvuto kwa sababu muda anatumia kubishana hivi, wangetumia kuhype mechi ikachezwa hapa Dar es Salaam. Sasa katika watatu nani yupo sahihi? Katika watatu ambayo yuko sahihi hapa ni Haji Sande Manara. Okay, sawa, tetea hoja yako. Haji Sande Manara yuko sahihi na kuwaambia Young Africa hicho kitu ambacho wamekifanya. Sawa. Lakini walipaswa kabisa kumuelewa Haji Sande Manara. Na ndio maana leo hii Ali Kamwe akawa amepanic. Lakini mwisho wa siku sisi Simba sio shida zetu. Simeti ni yao. Hamjapanic nyinyi. Sisi. Yaani hakuna viongozi ambao wana saikolojia kubwa sana kama viongozi wa Simba. Hivyo ukimwangalia kimfano kama msemaji wetu Ahmed Ally. Yaani akiwa anaongea kama hataki hivi, kumbe anaongea hivi. Sawa. Haji Sande Manara. Unajua mwana Simba ule, labda mlikuwa mjui. Mbona wanasema ni mwana Yanga? Haji Sande Manara yule ni mwana Simba. Mbona yeye mwenyewe amesema ni mwana Yanga jamani. Na kadi ameonesha kabisa Bugatti kwamba ni mwana Yanga. Sasa Simba alienda kufanya kazi. Hapana. Nakuuliza swali moja tu. Hivi unaweza ukajitukana mwenyewe? Huwezi. Lakini inapobidi unajitukana. Wewe mwenyewe ukiona kuna jambo uliko unataka kufanya fume kwama, kuna namna unajitukana. Kimoyo. Ushawahi yani unaweza kujitukana mwenyewe kwa public? Pagumu kidogo. Si pagumu kidogo. Nuku ya Haji Sande Manara. Sawa, nuku yake alishawahi kusema wakati yuko Simba kwa msemaji wa Simba kwamba klabu ile watu wenye akili ni wawili tu. Alimtaja mheshimiwa mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete
ndio wa kwanza kabisa, lakini akasema wa pili baba yake mzee Sande Manara. Hao pekee ndio wenye akili katika klabu ile. Wale baki wote atamalize akumalizia, anasema wale baki wote maana yake nini? Hawako sawa. Sasa kama alisimama na kusema neno hilo, maana yake leo hii utasimaje kwamba yuko upande ule? Lakini ule alikuwa katika kutafuta ulaji. Na ndio maana hii mission imeanza sasa. Kwa hiyo mimi au ni mbinu ya kuwatoa Yanga mchezoni. Ndio maana kwamba hii mission imeanza. Mimi namshauri Ally Kamwe. Kwa kumshauri tu. Haache kushindana na Haji Sande Manara. Lakini si anafanya kazi yake Ally Kamwe. Ushauri wangu. Hii ni mission. Kwa hiyo sisi tunawatoa kwenye mchezo na mpaka sasa hivi tumeshatoa tayari. Tumepiga issue ya mchezaji huyo, sio Mtanzania. Damaro. Na wao wamesema waje panic. Yaani haja panic. Wasimuone Isalimu mpaka umeona kwamba watu hawaelewi. Lakini hawaja panic Yanga hapo, wanasema wapo superb. Wanasema wako shupavu, lakini unaona alichokachombeza kidogo tu Haji Sande Manara. Tayari kwamba alikamwe kama povu yanamtoka. Chukua timu lete kama unatuweza. Ile ni povu lile ambalo amepanic. Kwa hiyo mimi namshauri aache. Manara ni level kubwa sana. Yaani Manara na akili kama mchwa. Kuna kauli Ally Kamwe alitoa akasema shindani na kunguni yoyote, chawa yoyote. Nyie mmechukulia kwa tafsiri gani? Sasa alisema hawezi kushindana na kunguni yoyote na chawa. Wao wanajiweza. Wao wanajiweza. Yes. Tusubirie tarehe moja. Okay, maneno yani kwa mawaswali walisema maneno matupu hayavunji mfupa. Na tarehe moja tunabata wachezaji, kuna Woura na Pacome ambao pia tunakumbuka walishawahi kucheza pamoja kule Botswana, kwenye ligi ya Botswana. Mwalimu, mnaamini sajili ambazo zimekuja Simba pengine zitaleta kitu? Tukitazama sajili ambazo zimeingia kwenye dirisha dogo, mchezaji kama Woura, lakini tuna Libasa Gweye, pale kuna goalkeeper Jibrila Kasali, lakini pia kuna Ino, kuna Ino Loemba, lakini tuna Chama yes, ambaye anashakutana nao yes, lakini kuna Toure huyo Beck. Naamini wakienda kukutana sana wale Yanga, kuna Depu tumeshamuona ni namba zake, lakini pia Yanga kuna Okelo, Mo Damaro kama hivyo anakwenda kukutana na Simba kiwepo Yanga. Vipi? Tuache tu unafiki. Unajua kuna wakati mwingine haina haja ya kupaka mafuta sana. Miongoni mwa pia mwa viongozi wa Simba sijajua wachezaji wale kama wamewasajili wote au wapo kwa mkopo. Sawa. Lakini ukizungumza tu kiukweli, usajili wa Simba ambao wamefanya awamu hii wamefanya usajili bora sana, ambao wachezaji hawajatumia muda mwingi kuweza kuingia kwenye performance bora. Unajua mchezaji mzuri atumie muda mwingi sana kujitengeneza. Kabisa. Anatumia muda mfupi but anakaa vizuri. Tunajaribu kuangalia kimfano Kibabage alivyokuwa na Yanga hapa kila anaonekana ni kawaida sana. Lakini kumbe kijana ni bora sana. Unataka kuniambia Kibabage wa Simba ni bora zaidi wa Yanga? Sio bora, yani ni zaidi wa timu zote ambazo kapita. Lakini unamuona Katos Chama yule ambaye alikuwa Yanga, Chama yule ambaye alikuwa Singida. Inawezekana kwamba Simba walikuwa kwenye mission zao. Sio ndio? Kama walikuwa nini kwenye mission. Katos Chama huyu wa Simba sasa hivi amekuwa Katos Chama ni mpya. Yaani sasa hivi sijajua Katos Chama anatumia uchawi. Tumaliza hapa alafu nitakuuliza jambo kwa Chama. No. Tuendelee. Lakini Chama namuona juzi, Chama anakimbia, ana spidi. Yaani ile spidi ya 45 yani. Yaani amezaliwa upya. Malahaba. Nachoka mie. Lakini tunaenda kumuona Aula ambaye ndio mwalimu wa Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua kwamba Woura ni mwalimu wa Pacome?
unamuona mwalimu yani kwamba Aula namna ipi alivyoingia katika mfumo faster na namna anavyojua kuchezea mpira. Yani Aula ukimwangalia jinsi alivyokaa kama sio mchezaji professional hivi lakini mwekee mpira mguuni ni hatari, mchezaji ambaye haja kutokea katika nchi. Yani Aula ni mchezaji ambaye wa kihistoria na tutaandika historia. Na hapo alisema hajacheza miezi mingi bado. Yani pale tu kwamba huwa ana test mitambo. Ila siku ya bado anapata. Yani kwamba siku ya mechi yake ni tarehe 1. Anaenda kumwambia wewe mwanafunzi wangu mimi ndio nilikufundisha. Mwalimu na mwanafunzi wanakutana ambaye ni tarehe 1. Kama akutana Guardiola na Arteta. Yes. Okay. Lakini unamuona Libasa Gwe. Yule Libasa I say Goeni hatari. Yule jamaa ule mguu wake anajua kuutumia, yani anajua kutumia mguu wake kama Lamine Yamal. Yes, serious. Libasa Gwe na Lamine Yamal. Yani ukimweka hapa Libasa Gwe, ukimweka hapa Lamine. Akichukua mpira Lamine akiwa na dribble na akiwa na dribble basi unaweza kusema kwamba hawa mtu yani kwamba ni mapacha. Tarehe 1 tutakukumbusha hayo. Sizungumzi uongo. Na ni mchezaji pekee ambaye kaingia tu kwa Simba. Saa 6 usiku tutakukumbusha maneno yako. Sio shida zangu. Tunaenda kumuona Libasa Gwe amecheza ana tayari sasa hivi anatunzo ngapi? Za 2. Hebu niambie katika ule usajili wao kule hawa nyuma mwiko Young Africa ambao wamefanya usajili ni nani ambaye anamfikia Libasa Gwe? Kwani Okello amfikii Gwe? Okello yani kombani Okello na Gwe ni sana mbingu na ardhi. Yaani kiachana na namba tuje kwenye kiwango. Hata kiwango chake. Yani Libasa Gwe hakuna mechi ambaye kwamba kaweza kufichwa. Anacheza anavyotaka. Libasa Gwe yule sio Libasa Gwe. Yule ni Lamine Yamal yule. Lakini ninaendelea kumuona huyu Selemani Mwalimu, tunaomba sasa hivi tumuingize kabisa, sio mkopo tena. Hebu naomba Simba afanyaje wampe tu, yani kwamba wampe tu mkataba wake. Anawakosha. Mambo anayofanya afu hajui hata kuchukia. Sijajua kwamba Mwalimu yule Mungu kampa kibali kipi. Yaani ana kibali kile kabisa, pure kibali cha walimu. Kuchukia unamaanisha kitu gani? Yaani unajua hata ukimfanyia alafu yuko tu fair. Yaani Mwalimu namfananisha na mchezaji mdogo ambaye yuko pale Young Africa ambaye ni Dube. Maana mchezaji mdogo sana kwa Mwalimu. Yaani mdogo kiumri au kwa namba? Mdogo kwa namba. Performance yake Dube ni ndogo sana. Sio kwamba tu hajapata nafasi Dube ya kucheza. Dube hata apate nafasi mbinguni hawezi kumfikia Mwalimu. Kwa hiyo nikiangalia afu beki huyo umesema Tule. Yule sio Taule, yule ni yule tunamuita Kolo Tule. Yaani yule Kolo Tule ni miongoni mwa beki ambaye yani kwamba sasa kapi imeenda sawa. Hapa kuna Kolo Tule lakini hapa tunaenda kumkuta ambaye ni captain. Atuanze na neno Shane. Acha kumshushia heshima yake. Sawa, nahodha. Yule sasa hivi anaanza tumuita kwamba ni captain. Beki mwenye uwezo wake. Lushine. Sio Lushine, Lushine. Maki ana shine kila mechi. Bugatti alimsifia sana juzi. Yaani mchezaji yule mmoja. Yaani ubeki jinsi anavyocheza yule. Wa kusanya kikosi cha Yanga bado hamfikii. Kwamba mkuti Lushine. Beki zote za Yanga zikusanye. Yaani umchukue Baka, umchukue Jobu, umchukue Zimbo, umchukue Wamnyeto. Bado umchukue watu wote wajaze pale. Tunaenda tunaangalia tunaona namna ipi mchezo tunavyocheza pale katikati. Simba imetulia. Unajua huyu Baka huyu kocha wetu Baka yuko vizuri na ndio maana kuna shida jana imetokea, lakini nafikiri ndio hivyo. Lakini leo tutacheza mchezo mzuri na utaona jinsi itakavyokuwa mchezo wetu. Yes. Sawa. Na kurudisha nyuma kwa Chama nilikwambia. Umeona sifa umempa Chama kwamba amezaliwa tena speed nini. Sasa mimi nataka nikuulize sasa. Tuweke usimba pembeni, tuongee mpira. Yes. Ninakupa Chama, ninakupa na Maxim pia. Yes. Chagua mtu mmoja kwenye kikosi chako. Niache usimba. Yaani unaweka usimba pembeni, unaongea sasa kama mtu wa mpira. Okay. Mimi namchukua Clatous Chama. Okay. Uniulize kwa nini? Sio usimba. Unapoelekea.
Hapo tumeongea mpira sasa. Namchukua Clatous Chama kwa sababu ni kiungo ambaye anayetoa pasi za uhakika zaidi kuliko huyo Maxim Zingeli. Hiyo ndio kwanza namfuatilia. Lakini anatoa pasi zilizotakasika, yani pasi zake sahihi, lakini pasi sio chonganyishi. Anatoa pasi ambayo inayokufikia kwa utulivu. Kwa watu nasema Chama ana utulivu kwenye eneo lake. Yes. Kwa Maxim Zingeli ana uwezo wa kukaba, ana mapafu ya mbwa na pia lakini level ya Clatous Chama ni level yake kubwa sana, bado hajamfikia Maxim Zingeli. Kwa mimi na kwa mtu yote, kocha yote, mweke Maxim Zingeli, mweke Clatous Chama. Hata ukiwa kocha, ukitaka timu yako ifanye vizuri, mchukue Clatous Chama. Sio kwa sababu ya usimba, kwa sababu ya mpira. Unaona Clatous Chama anacheza akitoa pasi alafu anafundisha. Sawa. Anakuambia kwamba ametoa pasi, ambia nenda pale. Hiyo ni akili. Hicho ni kibali cha Mungu. Na ndio maana kwamba sio kila mmoja anaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Sawa. Tunakwenda kutazama mchezo wa dabi. Mimi nataka uniambie sasa wewe hapo. Yaani unaona dabi itakuwaje? Nani Simba mnakwenda kuvunja ule uteja mbele ya Yanga, ama unaona dabi inakwenda kuwa namna gani? Matokeo yako wewe unahisi atakuwaje? Na nataka pia unipe ahadi yako endapo Simba akamfunga Yanga ama Yanga akamfunga Simba, nataka pia unipe ahadi yako. Sawa. Kwa kuelekea dabi yetu ya tarehe 1, zimbaki siku 3, tusio mbali sana. Siku 3. Hapa nilipo nyapa kabisa, naomba kabisa watu wanisupport, maana sina hela mpaka sasa hivi. Ya kwenda Zanzibar. Ya kwenda Zanzibar. Yaani sitaki kuiacha hiyo mechi. Naomba kabisa watu wanisupport. Kabisa. Na hata bosi wako napewa kabisa, mwambie kabisa ni support. Tutamwambia tukimaliza hapo tuongea naye. Yaani naomba kabisa ni support yake iwepo yani. Ataweka mkono wake. Nikaione dabi. Sawa. Kwa namna ya performance ya Simba kwa mechi kadhaa ambazo kazionyesha na pia performance ya Yanga mechi kadhaa ambazo kazionyesha, inadhihirisha kabisa kuona kwamba Simba Sports Club ana asilimia zaidi ya kubwa sana ya kwenda kushinda huo mchezo. Simba ana asilimia kubwa sana, zaidi ya asilimia 60. Lakini kwa sababu na pia approach ya Simba ambao wamefanya mechi, sasa ni kubwa sana. Simba huo mechi tunahitaji tofauti na wewe unavyoniuliza swali. Simba anahitaji sana mechi. Yaani mechi Simba wanahitaji. Na kwa nini tunahitaji hiyo mechi? Kwa sababu za msingi. Tumeshapoteza michezo 6 mfululizo dhidi ya Yanga Afrika. Mvuto wa dabi ya Kariakoo imekuwa ni hakuna. Sasa ili kuweza kurudisha mvuto wa dabi ya Kariakoo, tunapaswa mechi hiyo tushinde. Sio tutoe sare. Mshinde. Tushinde. Na tusishinde tu kwa udogo. Tushinde kwa kishindo. Unajua unaweza ukapata hela ya shilingi 10,000, unasema alhamdulillah. Hatutaki kupata 10,000, tunataka tupate milioni 10. Kwa safari hii mnakwenda kuvunja ule uteja. Yes. Simba anaenda kushinda na ataenda kushinda kwa kishindo. Kila laheri bwana. Na niweke ahadi watu wajue. Niweke ahadi watu wajue. Na hii ahadi naomba kabisa itekelezwe. Ahadi itekelezwe. Simba yani kwamba Yanga akitoa sare, sio ashinda Yanga. Yanga akitoa sare tu. Hadi yangu. Naomba mashabiki wa Yanga wasiniogope. Sawa. Naomba wanifuate. Pale wanikamate. Baada ya kunikamata, naomba tusikilize vizuri, mashabiki wasiniogope. Hapo mechi imeisha hivi. Sawa, mechi imekwisha pale. Kwa sare. Sawa. Wametoa sare. Pale mashabiki wa Yanga wanikamate. Baada ya kunikamata, sawa, wachukue, maana sisi kule Simba tuna asili yetu. Sio ndio? Tuna asili yetu yani. Sawa. Tuna asili yetu. Naomba wachukue pale, wachukue visu. Sawa, yani mwenye kisu, mwenye panga, sawa. Halafu pale dhalani, waninyoe kipala. Pale nywele zangu zinatumia gharama kubwa sana, wanazijua vizuri. Waninyoe kipala pale adhalani, na nikiwa nyoe kipala wasiweke maji kavu hiyo. Na atakaye usiku nyoe kipala hawe alikamu.
watakao nishikia mikono na miguu ili nisikimbie. Sawa. Hayo Uchebe wa Yanga, awepe na Solo, awepe kapteni, awepe mwalimu na Godi Yanga, hao wote wasikosekane katika swala mimi kunyolewa kipala pale pale hadharani. Mwezi mtukufu Ramadhani huu. Na mimi nimefunga. Hawanaga jambo dogo Yanga. Sio shida. Wanajua kutimiza ahadi. Sio shida zangu. Walikutundika msalabani. Sawa, nasema hiyo ni ahadi yangu. Okay. Yanga akitoa sare mimi pale pale wanikamate, Halikamwe akishirikiana na vijana wake waninyoe kipala, wasitumie kiwembe. Sawa, tunasubiri tarehe moja. Sio mbaya.